Kadri tunavyozunguka sehemu mbalimbali tunakutana na watu tofauti, wengi wanazungumzia, lakini katika mitazamo tofauti, kwa sababu unaweza ukakaa katika makundi, si watu ambao watakuwa wote wa aina moja. Japo sisi kama viongozi wa dini hatupaswi sana kuonyesha tuko upande gani, ila zinaweza zikaja sababu ukajikuta mashehe nao wanasema. Na ndio maana hata ulimsikia mufti, kuna klipu mbalimbali kwenye baraza la Idi kwa kizungumza masuala ya amani, ni kiongozi wa dini. Kwa hiyo sisi sehemu kubwa sana kama viongozi wa dini huwa tunazungumzia sana masuala ya amani, ndio ambacho tunakizungumza sana. Kwa sababu kama kiongozi wa dini ukiwa umelenga kabisa mimi niko chama fulani, uelewe kwanza kama ni msikitini, maana yake waumini watakuwa wa vyama aina tofauti. Kwa hiyo tayari ushatengeneza matabaka. Kwa hiyo hata kuwa imamu, kuna baadhi ya watu hawaamini hiyo swali unaoswalisha kama iko sahihi, na haya tushayaona katika siasa zilizopita. Sababu na mimi pamoja na upande wa dini kwamba ni mtu wa dawa, lakini katika siasa pia nimeshiriki. Nishagombea 2015 nilikuwa nafasi ya udiwani katika kata ya Vijibweni Kigamboni, na 2020. Kwa hiyo siasa nazijua, hata kabla ya kugombea tulianzia mbali kidogo. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa sababu hatuishi mbinguni, tunaishi duniani. Kwa hiyo kwa mimi na imani yangu naamini kwamba uchaguzi unafaa, kwa sababu yapo makundi ambao hawaamini kabisa masuala ya siasa, japo ni watu wachache sana. Lakini kwamba siasa kwa sasa hivi, kwa sababu nchi yetu haitawaliwi kidini, haitawaliwi Kikristo wala Kiislamu. Kwa hiyo ni nchi ya watu wote, na ndio maana hata kiongozi anapokuwa ameshinda, kwanza katiba ndio ataapishwa kutumia katiba. Ila tu katika kuapia mambo mengine atatumika, mfano kama Muislamu anatumia msaafu kwa ajili ya kujiimanisha pale kulingana na kitabu chake cha imani. Mkristo naye atatumia Biblia.